Kwa nini mwanadamu alitengeneza akili bandia, au kwa nini mwanadamu ametengeneza akili memba? Mwanadamu ametengeneza akili memba si kwa sababu mwanadamu ana akili. Mwanadamu ametengeneza akili memba kwa sababu ya mipaka iliyonayo akili ya mwanadamu. Kwa hiyo hii mipaka au limitation ambazo akili ya mwanadamu inazo ndizo zilizopelekea wanasayansi waweze kutengeneza akili memba, akili ambayo itaendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo tuko nayo sasa, ambayo tunaishi sasa. Ulimwengu wa kidijitali wa saizi unahitaji akili ambayo itakuwa na uwezo wa kuweza kufanya kazi zaidi ya ile mipaka au zaidi ya zile limitation za akili za mwanadamu. Kwa siku ya leo tutaenda kujifunza sababu kwa nini mwanadamu au kwa nini wanasayansi waliamua kutengeneza akili bandia. Kwa hiyo hapa ni sababu 10 zinazopelekea kwa nini wanasayansi waliunda AI. Sababu ya kwanza tunasema ni uwezo mdogo wa kumbukumbu au memory limitation. Akili ya mwanadamu ina sehemu kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu, na hii sehemu inaitwa memory au inaitwa kumbukumbu, na kazi kubwa ya hii ni kuhifadhi taarifa. Lakini ukienda kwenye akili ya mwanadamu, hii sehemu tunasema haina uwezo kuweza kuhifadhi taarifa nyingi kulingana na mahitaji ya ulimwengu ambao tunauishi saizi. Dunia au ulimwengu ambao tunauishi saizi unazalisha taarifa nyingi sana. Na ili tuweze kuhifadhi hizo taarifa, maana tunahitaji akili yenye uwezo mkubwa wa kuweza kuhifadhi taarifa na akili yenye uwezo wa kuhifadhi hizo taarifa pasipo kusahau. Kwa hiyo kutokana na madhaifu ya akili ya mwanadamu ambayo akili ya mwanadamu inayo, ndiyo ikapelekea wanasayansi waweze kutengeneza hii akili bandia. Moja madhaifu ambayo yamo kwenye akili ya mwanadamu yanayohusiana na kumbukumbu au memory, tunasema mwanadamu ana tabia, akili ya mwanadamu ina tabia ya kuweza kusahau taarifa muhimu ambazo zinakuwa zinahifadhiwa kwenye akili yake. Pia akili ya mwanadamu au kumbukumbu ya mwanadamu haiwezi kuhifadhi mamilioni au mabilioni ya taarifa ukilinganisha na akili bandia. Kutokana na hilo sasa, wanasayansi wakapelekea kutengeneza akili bandia au akili memba. Kwa hiyo akili memba zina uwezo wa kuhifadhi taarifa nyingi sana. Ukiangalia akili bandia ya saizi inakaribia taarifa zote ambazo mwanadamu amezikusanya kuanzia toka mwanadamu alipoanza kuwepo katika hii dunia mpaka sasa alipofikia. Kwa hiyo taarifa zote ambazo zinahusiana na maisha ya wanadamu, zinahusiana na sayansi, zinahusiana na siasa, maarifa yote ambayo yanahusiana na tamaduni, yanahusiana na uchumi, yote yameshahifadhiwa kwenye mfumo wa akili memba au akili bandia. Kwa hiyo simu yako ulionayo una access au una uwezo wa kuweza kupata taarifa zote za ulimwengu kupitia akili bandia au akili memba. Kwa hiyo uwezo wa akili bandia kuhifadhi taarifa ni mkubwa sana, usiokuwa na mwisho ukilinganisha na akili ya mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana sasa, kumbuka tumesema tunaingia katika ulimwengu ambao unazalisha taarifa nyingi sana. Kwa hiyo unahitaji akili au unahitaji mfumo wa akili ambao una uwezo wa kuzitunza hizi taarifa. Kwa hiyo hapa ndipo unakuja umuhimu wa akili bandia, kutokana na uwezo wa akili hizi kuweza kuhifadhi taarifa nyingi sana, taarifa zisizokuwa na kipimo. Ndio maana mifumo hii ya akili bandia unakuta inatumiwa na makampuni makubwa sana, makampuni kama Facebook, makampuni kama WhatsApp, makampuni kama Twitter, makampuni kama TikTok. Taarifa zote za watu zilizopo kwenye mtandao huu manake zinahifadhiwa kupitia teknolojia ya akili bandia na big data. Kwa hiyo
Katika dunia tunayoiendea, teknolojia hii ya akili bandia itazidi kukua kwa kasi kubwa sana, kwa sababu ya taarifa nyingi pia kuongezeka, ambazo zinahitaji memory kubwa yenye uwezo wa kuhifadhi hizi taarifa.